Ni siku nyingine tena tunakutana msikilizaji wa kwetu News 24. Bila shaka upo mzima wa afya popote pale ulipo na upo tayari kutusikiliza na kututizama katika habari zetu za leo. Ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tariki 23 mwezi Julai mwaka 2026. Ikiwa ndo kwanza unakuja kujiunga nasi, usisahau kusubscribe channel yetu kama kawaida, usisahau kucomment ili tujue unatupata ukiwa sehemu gani, lakini pia usikose kushare kwa wengine ili waweze kupata habari hizi kama unavyozipata wewe. Tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hizi hapa habari zetu ambazo zinagubikwa na uchambuzi wa habari za vita mashariki mwa DRC pamoja na siasa zinavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zetu hizi tutaanzia Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambako ni tangu mwanzoni mwa wiki hii ndipo ujumbe wa maafisa watatu wa jeshi la taifa FARDC waliwasili mjini Goma kwa msaada wa ndege za MONUSCO. Hatua hiyo imezua maswali mengi sana kwa baadhi ya wananchi wa Kongo, hususan mashariki mwake. Lakini nini maana ya kinachoendelea kati ya MONUSCO pamoja na serikali ya Kongo, lakini pia M23? Kwetu News 24 ilizungumza naye Andrebia Dunia Mashaka, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na vita mashariki mwa Kongo. Kwenye laini zetu alifafanua kile ambacho kinachoendelea, huku akiomba kwa serikali ya Kongo kuzubaishwa na harakati hizo za CCLF au kusitishwa kwa mapigano, bali kudumisha mbinu za kuzuia na kufukuza adui ili Kongo ibaki kuwa na amani na usalama. Hebu tumsikilize. Il faudrait peut-être informer watu kwamba ile mekanisme ya suivi ya CCLF ni kitu kenye kilikuwa engagé depuis ma discussion à Doha, kinapasha kuwa, na ndio maana MONUSCO ilisema kwamba inapasha kurudia meme ku parti est ya pays, notamment huko kwetu Mauvira, Bukavu, fasi yote itafika. Juu ya nini? Paske bali dekrete CCLF haikukuwa ya upande umoja, ni FARDC na M23, na bakasema metera pour que bakwe banajua nani anachokoza mwenzake, ndo bakakrea ile mekanisme, na mkadra ile mekanisme ndo wale basoda ya batatu banakuya, ule kolonel umoja na wale wa majoro bawili ba FARDC banakuya Goma, banakuya kujiunga pamoja na ba M23, batajiunga na MONUSCO parce que MONUSCO kazi yake italeta appui logistique ya kuwa na déplacer les commissions, ile mission, ile mécanisme ya suivi. Kutakuwa aussi basoda ya CIRGL, na basoda ya CIRGL mnajua kama mko basoda ya Rwanda, ya Burundi, Zimbabwe, Congo, bali wote watakuwa mwa ile mécanisme ya suivi. Donc ile ni etape, mimi sikushituka kitu parce que nilijua kwamba ni kitu kiko mu accord, ni kitu kenye kimesemeka kama kinapaswa kufanyika, na batakuwa banafika hata Baraka, banafika Uvira, bale ba M23, bale basoda biko mule, kama kunatokea vita fasi fulani, FARDC enda kuchokoza, M23 enda kuchokoza, ile mekanisme inapaswa kuya parce que mungu basoda M23 ya FARDC na ile maapu ya MONUSCO na CIRGL na haitakataza kiwa kuchokoza sichokoze tu, parce que tunajua en principe que M23 ikisimamisha vita, ikisema CCLF tunasimama, mais yeye na profitaka ku avancer parce que kisha kamata kijiji njoo inasema tusimame. Unaona depuis balikamata point 0 mamikenge kule, njoo balianza kulalamika tena mabitu ya CCLF, na ndio wakati FARDC inakuya kujiunga mwa ile mekanisme ya suivi, pour autant dire que kwa sai FARDC haiwezi kurepliquer parce que bako CCLF, parce que bakapima tu bana répliquer, balalamika que Congo ina violé CCLF. Au même moment bako bana infiltrer kutoka Kaziba, banapita mangambo ya kule kia ku renforcer pour que bakamate maeneo zingine, na haitakuwa surprise mu 2 mois 1 mois unaweza kusikia ke balitoka maintenant kwenye balikuwa na bali avancer vers le Maniema na banaenda vers Tanganyika. Haitakuwa surprise, banaweza kuacha Baraka, habatakamata Baraka, habatakamata Fizi, mais bana avancer vers le Tanganyika, vers le Maniema kupitia Minembwe banashukia
banashukia kule Lulimba banavuka Rivière Kimbi wanaenda tokea Nyange wanaingia Force Bendera na banaenda. Donc habiko surprise kwetu, ndio maana tungilomba tu vigilance ya FRDC basikwe distrait que no bilishaisha tunakuwa masese le fait, hakuna tena kitu, c'est pas normal. Na ile mécanisme ya suivi présence ya basoda ya kwetu kugoma isishitule watu parce que le cadre ya suivi ile mécanisme iko créé mu cadre ya makoro ya Doha, c'est normal. Utakumbuka kwamba kufuatilia jinsi utekelezwaji wa mikataba mbalimbali iliyofanyika nchini Qatar pamoja na huko Marekani kati ya DRC na nchi ya Rwanda, lakini pia kati ya DRC na waasi wa M23, inawezekana ukaanza kutekelezwa moja kwa moja, licha ya kwamba tunaendelea bado kushuhudia vita sehemu mbalimbali kama huko Minembwe pamoja na eneo nyingine Kivu Kaskazini na Kusini. Lakini tusubiri tuone baada ya wiki 2 au siku 14 kipi ambacho kitajiri. Bila shaka kupata habari sahihi ni hapa tu kwetu News 24. Tunaendelea kufuatilia licha ya ukosefu wa mawasiliano sehemu mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, lakini tunaendelea kufanya jitihada zote ili kukuletea habari ambazo zinajiri kwenye uwanja wa mapambano. Naam, tukiendelea na habari zetu msikilizaji na mtazamaji wa kwetu News 24, mashirika za kiraia kwa upande mwingine za sekta ya Lulenge tarafani Fizi jimboni Kivu ya Kusini wameanza kulalama kuhusu vizuizi ambavyo vilivunjwa na uongozi wa wazalendo pamoja na uongozi wa serikali jimboni Kivu ya Kusini, na kutoa ombi la kutokuwepo tena kwa vizuizi hivyo. Lakini kwa sasa vizuizi hivyo vimeanza kuleta hali ambayo raia hawapendi kabisa, baada ya kuanza kuonekana moja kwa moja wazalendo pamoja na vitengo vingine vikianza kabisa kurejesha vizuizi hivyo. Huyu hapa mmoja kati ya raia wa eneo la Lulenge akieleza na kutoa neno kwa kile ambacho wanachokifikiria kuhusu vizuizi ambavyo vimerejea kwa mara nyingine tena katika eneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, hususan huko Lulenge ambako hali ya wananchi inaendelea kuwa vibaya kufuatana na ukosefu wa amani pamoja na usalama unaotokana na M23. Kwa hiyo wamesema kuwa kurejeshwa kwa vizuizi hivyo itakuwa ni kama vile kuwanyima haki na uhuru wao. Tumsikilize hapa naye akitoa neno. Watu wa Lulenge tunalalamika tena, kadiri tunakuwa tunalalamika tunashangala kuona tena makamba Lulenge zinarudia kabisa mwele maeneo tena, kuanza kukilalo ya Kalumia kuko kamba, unafika Luondoi kamba, unafika Mai Ndombe kamba. Leo tunaona tena kama tena mnazirudisha hivi. Population leo siku ya soko zilipata magumu sana, na hata mwingine na 5,000 hata pita, tujue kama hizi franga zinaendaga wapi na zinatumika kazi gani. Kumbe tunalomba kumweva kuwa wako mbali na wewe anajua, mtuambie habari tena hizi kamba juu kwa kuyakoa bwizi wala kuyakoa kinini. Soda moja ndio alipigaka kwa kumchunga, kwa kumtafuta ule soda moja pigana masasi ndio baada kutiajia sa makamba. Sasa ile makamba mimi naona italeta fujo juu watu hawavizoe tena na makamba, italeta fujo. Mfanye nguvu sana, mwambie wale wakubwa wabeba na kia wale watu yao kule batoshe wale makamba yao, tunachoka huku na makamba. Tunaona kama ile makamba itatuletea tena kasheshe. Tunalomba mtusaidie kusema kama Kilembwe tena sekta ya Lulenge, Mai Ndombe kamba, Luondoi kamba, pale kuvuka Kalume pale kwa Misi kamba, Maimoto tena wanarudisha kamba, Lumembe kamba. Hivi tunaona tena kamba zinatujia huku, si watembeaji, hatujua tutafanya nini. Leo mtusaidie kwanza hizo makamba tena zemu nikia tu tena zinarudia. Tunalalamika sana, si raia wa Lulenge tunalalamika. Hadi hapo tumefika mwisho wa habari zetu za leo, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Usahau kwamba hii ni Kwetu News 24, usahau kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Lakini pia tutakutana wakati mwingine ujao, endelea kufuatilia ili kupata habari zinazohusu chochote kile kinachojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nakutakia uwe na siku njema. Kwaheri.